kupewa fursa kuandikishwa kwa makusudi, na vile vile kwamba tume iliandikisha watu ambao walikuwa chini ya umri. Sasa hizo tuhuma zote ambazo zimetolewa na mgombea huyo ni tuhuma ambazo hazina uthibitisho, na kwa ufupi naweza nikasema ni tuhuma za uongo. Ndugu waandishi, kura ya mapema imeanzishwa Zanzibar kwanza kutokana na ripoti ya waangalizi wa kimataifa baada ya uchaguzi wa 2015, ambapo ilionekana watendaji wengi wa tume pamoja na waliokuwa wamesimamia masuala ya usalama walikosa fursa hiyo ya kupiga kura 2015 kwa sababu tofauti, nyingine ikiwa kushambuliwa na wafuasi wa vyama wakionekana kama ni mapandikizi. Kwa hiyo katika moja ya waangalizi wa kimataifa ambao walikuwa ni ISEF SADC, katika taarifa yao, katika mapendekezo yao, walipendekeza kutafuta njia mbadala kwa watendaji wa tume pamoja na wale wote wanaosimamia siku ya uchaguzi ili waweze kupata fursa ya kupiga kura, na walitoa mifano tofauti ya nchi nyingine ambazo wana utaratibu wa kura mapema. Na ripoti hiyo tunayo, mkihitaji mnaweza mkaipata kwa mkurugenzi. Na serikali baada ya kupata mapendekezo yale ikafanya kazi, ikaona kweli kulikuwa na msingi wa kuweza kuanzisha sheria ya kuweza kufanya watendaji wote na wote wanaoshughulika na masuala ya ulinzi wa usalama siku ya uchaguzi waweze kupata fursa hiyo ya kupiga kura. Kwa hiyo baada ya kutayarishwa sheria ya 2018 namba 4 na kanuni zikatayarishwa ambazo zinatoa mwongozo wa jinsi gani kura mapema inavyopigwa, na katika mwongozo huo haitoi fursa yoyote ya wizi katika uchaguzi. Ni utaratibu ambao umewekwa mzuri, na nchi nyingi ina utaratibu ambao kama huo, na inakuwa haitoi fursa hiyo kama ambavyo tume hizo zimeelezwa. Lakini orodha ambayo imewekwa kwa ajili ya upigaji wa kura mapema si ya mtu yote au watu ambao mgombea huyo amewataja. Orodha iliyowekwa ni watendaji wa tume, wale wa kudumu na wale wa muda. Maana tumeajiri watendaji wengi wa muda kwa ajili ya kipindi hiki cha kusimamia uchaguzi, pamoja na wale wote wanaosimamia ulinzi na usalama na wengine wote wanaofanya shughuli ambazo zinaendana na uchaguzi. Lakini zaidi ya hayo hakuna jina lolote la mtu ambaye amefariki lipo katika orodha wanaopiga kura mapema, na yeye atuletee majina hayo basi, au aseme ni nani na kituo kipi kuna jina la mtu ambaye amefariki. Na kiujumla majina yale ambayo tumeyaweka yapo kwenye daftari, yote ni ya wapiga kura, na hakuna mpiga kura ambaye yuko chini ya miaka 18. Moja ya sharti la kuweza kuwa mpiga kura ni uwe umetimiza umri wa miaka 18 na uwe na kitambulisho cha Mzanzibari. Lakini alizungumza kuhusiana kwamba tumeweka orodha na kwa nini hatujaweka kama ilivyo kwenye daftari. La kwanza, daftari likishakuwa generated huwezi ukalitoa ukalimega vipande ili uweze kuliweka pembeni. Lenyewe linatoka kama lilivyo na ndio limewekwa katika vituo vyote. Lakini la pili, katika uchaguzi mkuu, sheria namba 4/2018 kifungu cha 39 ndio kinaelezea siku 7 kabla uchaguzi kuwekwe daftari kwenye vituo ili wananchi waweze kuangalia na kuona wenzao. Lakini katika kura mapema, kanuni ya 39 kanuni ndogo ya 5 inazungumzia kwamba msimamizi wa uchaguzi wa wilaya ataweka orodha. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kanuni, ni kwamba orodha ndio hiyo iliyowekwa. Kwa hiyo ni utaratibu ambao tumeufuata, na ukifanya vinginevyo inakuwa umekiuka sheria na kanuni za uchaguzi. Lakini kuhusiana na tuhuma za njama za kutoa mawakala, zote ni tuhuma za uongo. Ni tuhuma ambazo wamebuni lengo na